Mpaka sasa katika kuhakikishia wananchi usalama wa mali na maisha yao, jumla ya fisi 43 tayari wameshadhibitiwa kwa kuuliwa katika maeneo mbalimbali katika mkoa wa Simiyu. Operation mpaka sasa hivi inaendelea vizuri kabisa kwa sababu tumeweza kupata ushirikiano kutoka kwa wananchi, viongozi mbalimbali wa maeneo ambayo yapo katika mkoa wa Simiyu, hasa katika vijiji. Baada ya fisi hao kuwa wanasumbua wananchi kwa kuua wananchi, lakini pia hata mali zao kama mifugo. Baada ya kupata taarifa hizo, serikali iliagiza kuanza kwa operation hii maalum. Kwa ujumla, kwa upande wa Itilima, maeneo mbalimbali yalikuwa yanasumbua wananchi, ambapo kata ya Nkoma kulikuwa na fisi ambao waliua karibu watu wawili, lakini kata ya Mwalushu pia waliua watu wawili, lakini pia kata ya Mhunze waliua watu wawili, lakini na kata ya Nyamalapa pia. Baadhi ya fisi kwa kweli tuliwakuta na wakiwa na alama ambazo kwa kawaida mnyamapori wa porini hizo alama sio rahisi kumkuta nazo. Kwa hiyo kwa vile jamii inaishi na wanyama hao kwa muda mrefu, yawezekana kwa imani zao ilipelekea kuwe na muingiliano kati ya wao na hao wanyama, kiasi kwamba sasa wanyama hao, kama mimi mtaalamu naweza kusema tunawahusisha zaidi na hali ya kishirikina. Kweli athari imepatikana kwa sababu walikuwa na vizia machakani. Sasa shughuli za kilimo mara nyingi huwa wanaondoka asubuhi kwenda mashambani. Sasa kulingana na shida hiyo ya kuvamiza ya fisi, kilimo kikashuka kulingana na watu kuona hofu ya kwenda mashambani asubuhi. Wengine mashamba yako mbali. Sasa ile mwendo wa kutoka kwenda shambani inakuwa ni shida. Lakini hata hivyo, hata kama wakiondoka nyumbani kwenda mashambani, kule nyumbani wanaacha watoto wadogo. Kwa hali hiyo wanakuwa na hofu pia. Matukio yaliyotokea, fisi walifukuza watoto, walifukuza mama wanaoenda shambani na watu wanaoenda mashambani asubuhi. Kwa hiyo fisi wanajificha kwenye mashamba katikati au kwenye vichuguu. Akina mama wanapoenda kuchimba hata viazi kwenye mashamba, fisi zilianza kuwakimbiza. Ili sasa tunashukuru sana hii serikali, tulijumuika naye ikatupa msaada, tukawafuatilia wale fisi, wengine wakaualiwa. Hiyo operation naona ni nzuri sana, na naomba serikali kwamba tuendelee mpaka sasa kushirikiana kuwa tunawashambulia hao fisi, ili kusudi wananchi wapate nafuu ya kuwa wanatembea, kwa sababu hata wanafunzi shule walikuwa waendi asubuhi, walikuwa wanaenda mpaka ifika saa 2 hivi ndio wanaenda shule. Juzi tulikuwa kama Jumamosi, wameua ng'ombe mmoja wa kike pamoja na mbuzi. Ila hali tatizo la fisi sasa hazina muda wala nini. Ni kila kuanzia mapema kwenye saa 2, saa 3 na kuendelea.